Leo tunapotazama kalenda, Oktoba 5, zimebaki takriban siku 24 kufanyika kwa uchaguzi mkuu. Mgombea wetu wa urais, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ataanza ziara ya kampeni kanda ya Ziwa kwa maana ya mikoa ya Mwanza, Geita, Shinyanga, Simiu, Mara, Kagera, kwenda kuzungumza na wananchi wa maeneo hayo, lakini kwenda kuinadi ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2025-2030, na katika mikoa hiyo mgombea atakwenda kukutana na makundi mbalimbali ya watu akielezea sera, nini chama kitakwenda kufanya na ahadi ambazo zipo ndani ya ilani zinakwenda kufanikiwa kwa namna gani. Kwa hiyo nitumie pia fursa hii kuwaalika wananchi wa mikoa ya kanda ya Ziwa kwamba Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan atakuwepo kule kuanzia tarehe 7 kwenda kuanza kampeni na kunadi ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi kwa miaka 5 inayokuja. Mgombea wetu wa urais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameshafanya mikutano zaidi ya 77 katika mikoa 21 kwenye kanda ya kati, kanda ya magharibi, kanda ya kusini, nyanda za juu kusini, Pemba na Unguja kwa maana ya Zanzibar, lakini vile vile tumemaliza juzi katika kanda ya kaskazini ambapo tumemaliza katika mkoa wa Manyara, hasa katika mji wa Babati. Zaidi ya watu milioni 14.6 wamejitokeza kwenye mikutano moja kwa moja, lakini zaidi ya watu milioni 31.6 wamefuatilia kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kwa namna gani siasa za Chama cha Mapinduzi wananchi wa taifa letu wanavyozifuatilia, kwa sababu ndio chama pekee ambacho kimebeba matumaini na matarajio ya wananchi wetu. Lakini mikutano yote hiyo ya kanda kwa kanda, mkoa hadi mkoa, mahudhurio yamekuwa makubwa. Hiyo ni kuonesha jinsi mgombea wetu wa urais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anavyokubalika na wananchi kwa mamilioni, na wamewekeza imani kubwa kwake, hasa katika ukuaji wa maendeleo lakini uchumi wa taifa letu. Tangu kampeni zilipozinduliwa, mgombea amekuwa akisisitiza utu wa Mtanzania, kulinda, kuthamini na kuheshimu watu. Kampeni zisizo na matusi, kampeni zisizo na kejeli, kampeni zisizo na kebehi, ni kampeni zenye staha, lakini kampeni ambazo zinaunganisha taifa. Amekuwa akihimiza amani, umoja, upendo na mshikamano, ambalo ni jambo kama Watanzania tunalihitaji kwa 100%. Hivyo na mimi nizidi kusisitiza na kutoa tu wito kwamba Watanzania tuna wajibu wa kulinda umoja tulio nao. Tuna wajibu wa kulinda taifa letu, tuna wajibu wa kushirikiana na serikali kuhakikisha kila mmoja anakuwa mlinzi wa amani ndani ya taifa letu.